Naam, jukwaa ni lile lile la Roho wa neema, vipawa, ugunduzi na matendo ya kinabii. Hapa Kristo anainuliwa na kutukuzwa katika maeneo mbalimbali huko viwanjani. Naam, when you are up, worship God. When you are down, worship God. Ama kwa hakika, njia rahisi kabisa kushinda na kutembea siku zote katika ushindi ni kumwabudu Kristo Yesu aliye Bwana na mfalme wa wafalme. Shalom mwanafamilia wetu mpendwa wa Sonship Spirit TV. Jicho la Mungu duniani kote, runinga yako na familia yako. Asante sana kwa kuwa mfuatiliaji wetu wa thamani wa sauti hii ya Kristo viwanjani. Ni mimi mtangazaji wako Faraji Chembe. Takribani miaka 96 tangu kwa mara ya kwanza dunia iliposhuhudia mashindano makubwa kabisa katika michezo, mashindano ya mpira wa miguu kwa ngazi ya taifa maarufu kama Kombe la Dunia yalipofanyika nchini Uruguay na kushuhudia nchi mwenyeji akiwa bingwa wa kwanza wa mashindano hayo. Tangu hapo tumeshuhudia ushindani ukiongezeka mwaka hadi mwaka, ushindani unaofanya mpira kuwa kivutio kikubwa kwa wengi kila siku. Hivi sasa dunia inakadiriwa kuwa na mashabiki kati ya bilioni 3.5 mpaka bilioni 4. Kwa sababu hii, mpira umekuwa kiungo muhimu cha biashara na kipitishio cha ajenda mbalimbali. Wakati mpira ukishika kasi hiyo, Mungu naye amekuwa mwema kila wakati kupitisha ajenda yake ya ufalme wake hapa duniani. Ilianza na wakina Ricardo Kaka, na hatimaye sasa mataifa mengi hayana hofu tena ya kuonyesha imani ya Kristo alionayo katika mashindano makubwa namna hii. Mnamo Novemba mwaka 2025, dunia ilishuhudia taifa la Curacao yenye idadi ndogo kabisa ya raia duniani, ikiwa na raia 1.5 tu, ikiandika historia mpya katika mashindano ya Kombe la Dunia baada ya kufuzu kufuatia sare katika mechi yake ya mwisho ya kufuzu dhidi ya Jamaica, huku akiwa na jumla ya mechi 10 za kufuzu pasipo kufungwa mechi yoyote. Hilo wala halikuwa kubwa sana. Kubwa kuliko ni hivi karibuni tuliposhuhudia wachezaji na watendakazi wa timu ya taifa la Curacao wakiungana pamoja na huduma ya Presence Revival inayojishughulisha na uinjilisti wa injili ya ufalme wa Mungu mitaani duniani kote kwa njia ya sifa na kuabudu, ambapo walikuwa na muda wa kusifu, kuabudu, kuomba na ushuhuda na shuhuda za Bwana na uhalisia wa imani ya Kristo walionayo. Hii ilikuwa sehemu muhimu ya kuwakumbusha kuwa imani ya Kristo si hisia au masimulizi, bali ni halisi, na ndiyo maisha walionayo katika safari yao katika mashindano ya Kombe la Dunia lililoanza tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kristo viwanjani tunawatakia mashindano mema taifa la Curacao. Hakika wameonyesha ushindi wao hata kabla ya kuanza kushindana. Enendeni mkathibitike katika ushindi wenu. Ufalme wa Mungu unajivunia sana. Wow. Hakika imani ya Kristo mahali popote ni ushindi. Imani ya Kristo mahali popote ni mafanikio. Ndivyo ambavyo tunaitakia mashindano mema taifa hili la Curacao na wana wa Mungu mahali popote walipo. Nawapenda sana. Tunawatakia mashindano mema ya Kombe la Dunia, ndugu wapenzi watazamaji wa Sonship Spirit TV mahali popote ulipo. Bye bye.